Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakuletea stori kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu. Karibu tuandamane hadi tamati. Leo tunakupeleka Voi ambako nyimbo, sala na umoja vilitawala hewa wakati waamini wa dekania nzima walipoungana kwa tukio la kipekee, kupokezana sanamu ya moyo mtakatifu wa Yesu kati ya parokia ya Voi na parokia ya Mwakiki. Msafara ulianza Mwakiki, sanamu ikibebwa juu kwenye pickup, waamini wakiandamana kwa sala na nyimbo za sifa. Mashirika ya kitume yalivaa sare zao rasmi, yakiongeza rangi na uzuri wa safari hii ya kiroho. Kule eneo la Caltex Voi ndipo tukio la kupokezana lilifanyika. Parokia ya Mwakiki ilikabidhi rasmi sanamu kwa parokia ya Voi, huku kwaya za Voi zikitoa uimbaji wa nguvu na sala zikisindikiza mafunzo hayo ya kiroho. Mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Shangwe na vigelegele kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, ni furaha kubwa kwamba leo katika dekania yetu tunaadhimisha hija ambayo jimbo nzima limeadhimisha katika dekania mbalimbali, ambapo kilele chake ni mwaka ujao tarehe 28 pale Bura. Basi ni furaha kwamba Yesu anatupenda. Parokia zote 4 za dekania yetu ya Voi, sisi watu wa parokia Mwakiki tumewapokeza parokia ya moyo safi wa Maria Voi, sanamu hiyo ya moyo mtakatifu wa Yesu. Tumeanza maandamano mwendo wa saa 12:30 hivi, na sasa tumefika hapa kuwaonjesha wenzetu upendo ule ambao sisi pia tumefurahia baraka hizo za Yesu kuwa naye katika moyo wake kwa parokia yetu. Tumefika salama, na basi sasa tunaandamana tena kama wana parokia ya Voi, wana parokia ya Mwakiki na zile parokia zingine, ili kufika pale kwa sherehe zetu za leo za hija katika dekania yetu. Mungu awabariki. Yesu, endelea kututakasa. Moyo wako wa mapendo uendelee kutusaidia sisi wanyonge ambao umetupenda hata ukatufia. Sasa ndugu zangu, Mungu abariki hija yetu tunapotembea. Baraka hizi ziwe juu yetu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa niaba ya parokia ya Voi, tunapenda kutoa shukrani na asante kubwa kwa parokia ya Mwakiki kwa safari hii ndefu ya kiimani walioanza saa 12:30 asubuhi kutoa sanamu hii ama kuifikisha katika parokia yetu ya Voi. Tunaipokea kwa moyo mkunjufu, Padre Bambanya pamoja na Wakristo wote wa Mwakiki. Na sasa nawaalika Wakristo wa Voi, tunapopokea sanamu hii tuweze kuandamana kwa sala, kusali tukiomba moyo wa Yesu Kristo, moyo mtakatifu wa Yesu Kristo tulinde, itutakase, na zaidi ya yote tupokee matumaini tunaposali mwaka wa matumaini. Mungu atuzidishie matumaini katika matakwa yetu mbalimbali na nia zetu, na atujalie matamanio ya mioyo yetu iweze kutimia. Na waalikeni sasa tuandamane hadi kanisani kuendelea na hija ya dekania yetu. Mungu awabariki, Mungu atubariki sote. Tuangalie barabara kwa usalama wa kila mmoja wetu,
hatimaye tufike salama. Wakati wa matembezi hayo, Wakristo walitembea unyo unyo kwa unyenyekevu na utulivu, wakiimba nyimbo za imani huku wakifuata msafara wa sanamu. Ilikuwa picha ya ibada ya kina. Sauti zao zilitanda barabarani kana kwamba zilikuwa dua zikipanda mbinguni. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Usalama uliimarishwa kwa kiwango cha juu. Wanachama wa CMA Kenya kwa ushirikiano wa karibu na polisi walihakikisha waamini wanatembea salama, wakipisha magari na kuongoza msafara kwa nidhamu ya kipekee. Baada ya kufika katika kanisa la Voi, kulitokea mafundisho mafupi yaliyofuatiwa na ibada ya kuabudu sakramenti. Siku ilikamilika kwa misa takatifu ambapo Wakristo walidokeza jinsi hija hii imewagusa na kuwaimarisha kiimani. Wanaweza kuwa changamoto, lakini tumtazame daima, tumtazame nani? Kristo kwenye maisha yetu. Mimi na wewe usiondoe macho yetu kwa Yesu. Petro alipokuwa anaona Yesu akitembea juu ya maji, akamwambia kama ni wewe niite, akamwita kweli. Na wakati ameanza kutembea, alitoa macho yake kwa Yesu, akatazama upepo. Biblia inasema alipouona upepo, akaanza kuzama. Laiti Petro asingetoa macho yake kwa Yesu, angeendelea na safari mpaka kufikia Yesu. Kumbe wapenzi, tusiyatoe macho yetu kwa Yesu. Ambao sanamu ishara yake kubwa ni kutuleta tuvute picha ya kwa uhalisia ya kwamba Kristo alikufa kwa moyo wake, basi alijitoa kwa ajili yetu. So tunapotumia yetu, tunaitumia kutazama, kutusaidia kutafakari na kuangalia kwa undani kwamba ni kwa ajili gani alifariki, ni kwa ajili gani aliuawa, kwa ajili gani aliteswa. Inatusaidia zaidi kuweza kuvuta picha ya kumbukumbu la wokovu wetu. Ni wakati mwingine mzuri sana ambayo katika maisha sijawahi hudhuria matembezi haya ya kutembea kwa ajili ya moyo mtakatifu wa Yesu. Na sasa nimeona ni vyema kushiriki, na nimeona ni kitu mzuri kwa sababu imenikuza imani yangu katika hiyo kusali pamoja, kutembea tukiwa tunasali, imenipa moyo na imani yangu kwa leo naona imeongezeka. Hiyo experience ya kutoka Caltex kufika hapa kanisani kama Mkristo umeionaje? Imekuwa ni ya baraka, imekuwa pia ni ya kutia mtu moyo. Na pia nimeshukuru kuungana na wenzangu kuadhimisha siku hii ya leo. Na wewe kama mama, himizo lako kwa Wakristo wengine, kwa sababu wengi pengine wamekosa nafasi hiyo?
langu ni kuambia kuwa waendelee kushirikiana, wakisikia mambo kama yanatokea wajitokeze kwa wingi, washirikiane. Kuna baraka tele wakati unapoandamana na wenzako kwa ajili ya mambo ya kanisa. Mtazamaji ama wewe Mkristo ambaye pengine unaangalia, haya ni mambo ya imani, na imani ni fiche ndani ya moyo wako. Inabidi ujitahidi kila uchao ili uweza kuwafikia imani hiyo. Tuko katika mwaka wa matumaini, jubilii ya matumaini. Tusikate matumaini, tusikate tamaa. Mwambie mwenzako, mimi sikati matumaini. Tuwe na matumaini. Kuna changamoto nyingi katika maisha, kuna changamoto nyingi za kikazi, za masomo, za familia. Let us never give up. Tujipatie matumaini. Kristo yuko pamoja nasi, moyo wa Kristo yuko pamoja nasi. Tumekuwa tukisali sala ya Biblia matumaini mwaka mzima sasa. Kwa nini wewe ukate matumaini katika maisha? Kristo ametusikia na anazidi kutusikia kila mara tunaposali sala hii. Kwa hivyo katika yale yote unayopitia, aidha magumu ama ya aina yoyote ile, usiwahi kukata tamaa kama Mkristo, usiwahi kukata matumaini. Jipe matumaini katika kila jambo, jipe matumaini hata pale unapoona kwamba ni pagumu. Mungu yuko nasi, Mungu yuko nawe, anakusikia. Na sanamu hii kama imetembea katika dekania zingine zote, inaelekea mkondo wa mwisho, inaelekea Ulani, Taveta, irudi Bura. Basi sisi kama Wakatoliki, Kristo ametembea kwetu katika kila parokia. Kwa nini ukose matumaini? Tujipe matumaini. Padri msimamizi wa dekania Father Babanya alimpokeza Father Marcus Were sanamu hiyo ambayo sasa itabaki Voi kwa takriban wiki moja kabla ya safari kuendelea kwa parokia nyingine. Shukuru wale waliopokea sanamu hii, wa Kristo wa Maungu, tulipokuwa kule Miasenyi, hatimaye mkaipeana Sagala wakaipeana kwa Mwakiki leo wametupatia sisi. Siku ya Ijumaa sisi tunaipeana kwa dekania ya Undani kule Mwatate. Kwa hivyo Mwakiki tunasema asanteni. Tumeambiwa mmeanza safari saa 12:30 alfajiri. Kwa hivyo asanteni na poleni kwa mwendo huo, pamoja na Wavoi kupokea sanamu hii. Itakuwa hapa kanisani, huko uhuru wakati wowote kuja kuomba mbele ya sanamu hii, kuomba matumaini katika shughuli zako, katika maisha yako. Endelea kufuatilia simulizi za imani na jamii zetu. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video zetu ili tuendelee kukutana katika hadithi zinazogusa moyo na roho. Nami mtazamaji, sina la ziada, na kutakia kila laheri na kupigia saluti, na Mungu akubariki.